Tofauti kubwa ambayo unaweza ukaiona kati ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo na ule ufufuo ambao tunauita lakini kuhuishwa. Napenda zaidi kutumia neno kuhuishwa kwa Lazaro, ambapo Yesu alienda. Nakumbuka Dominika ya 4 ya 5 tulisoma juu ya habari ya ufufuko wake Lazaro kipindi hiki cha Kwaresima. Zipo bayana. Lazaro alitoka kaburini na sanda. Alipotoka na sanda zake, alipokuwa nje, ndiyo Bwana akawaambia watu, mfungueni hizo sanda, muacheni aende zake. Tofauti ya Yesu, anaacha sanda kaburini, na hii inatufundisha mambo makubwa. Lazima tuelewe tofauti hizi mbili za hawa watu wawili hawa ambao tunaita waliofufuka, lakini huyu mwingine hakufufuka, alihuishwa. Kwa kweli alirudishiwa uhai. Lazaro alirudishiwa uhai. Aliyefufuka alikuwa ni Kristo peke yake. Kuacha sanda ni kuacha yote mambo ya kibinadamu. Leo sisi tunapokuwa katika hii sherehe ya Pasaka, tukubali kuacha mambo yote ya kibinadamu ya dhambi ambazo tumezitenda, ili tufufuke na mwili wa utukufu na Bwana wetu Yesu Kristo. Ila tukisema hivyo, mimi niliacha tu kipindi cha Kwaresima, sasa kipindi hiki sasa ngoja niendelee, wewe utakuwa umehuishwa kama Lazaro. Lazaro ilimlazimu tena afe, kwa sababu kuhuishwa kule alitakiwa tena afe, na ndio maana alikuwa hawezi kujifungua yeye mwenyewe zile sanda, alihitaji mtu mwingine kumfungua, na akatoka pale. Wainjili wengine na mapokeo yanatuambia kuwa akawaambia wampe chakula. Yesu hatusikii sehemu akiomba chakula, isipokuwa alikuwa akitokea watu wanakula katika kipindi cha ufufuko, na yeye anatokea pale katika miujiza, na katika hali hiyo ya miujiza anapotea mwili wa utukufu. Je, mimi na wewe tulizikwa pamoja na Kristo siku ya Ijumaa Kuu baada ya kuwa na uzoefu wa kutosha wa mateso na safari tuliyoifanya tangu Jumatano ya Majivu, na leo tumefika hapa kushuhudia ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo. Sanda ziko kaburini. Wewe umevaa, bado umeamka na sanda? Umekuja na sanda kanisani au umeziacha kaburini? Unapaswa kuziacha sanda kaburini. Tunapaswa kuziacha kaburini, na sanda hazina maana tena zikishamzungushia mtu mmoja. Kwa kama umeingia katika hatua hii mpya na bado una sanda, unarudia sanda za nini? Sanda ziache, hazina nafasi kwako. Tumuombe Mungu atujalie tuishi maisha mapya ya neema na baraka, tukiwa tayari kukubali kuacha sanda zetu katika kaburi, kwa sababu Kristo anatuita na kutualika kwa ufufuko wake tuishi maisha mapya. Tulimfia katika dhambi, tufufuke katika neema na baraka. Katika ubatizo ambao tutakufanya, ninyi wazazi na wasimamizi mnapewa jukumu kubwa, na moja kati ya majukumu hayo ni kuacha sanda kaburini. Watoto mnaowasimamia au mnaowaleta ili wabatizwe wanahitaji kuona mifano yenu ya maisha. Sasa waone miili yenu ya utukufu, mawazo yenu ya utukufu, furaha zenu za utukufu, na wala wasizione sanda zenu ambazo zimegandamana na damu zenu za kibinadamu. Tutumie fursa nzuri hata tuwapo katika familia, tuone busara ya hali ya juu, hata kama kuna kutofautiana hapa na pale, lakini kuwa makini sana tusiwakwaze watoto. Pamoja na yote ambayo yanaendelea, lakini tujue wazi kuwa mtoto umleavyo ndivyo atakavyokuwa. Tuwape malezi mazuri, wape elimu nzuri, wape imani nzuri, ili wawe watoto kweli wa Mungu na wategemewa wazuri katika taifa letu, tukiwarithisha mila zilizo njema za baba zetu, lakini pia tukiwa nao bega kwa bega katika makuzi yao.
ndivyo ambavyo hata Kristo alikuwa katika maisha yake katika hali hiyo, akiwa na wazazi na walezi wake. Tumsifu Yesu.